Tunaomba vile vile ruzuku kwa TLS kwa ajili ya kusaidia shughuli za msaada wa kisheria, yani za kuja TLS kabisa. Na hili nalisema confident, sina wasiwasi kabisa. Tunahitaji fedha, na Watanzania watuelewe, fedha za michango ya mawakili haziwezi kufikia wananchi kwa ukamilifu. Huduma za msaada wa kisheria ni nyingi, mahitaji ni makubwa, na kwenye nchi hii tayari tuna mfano. Vyama vya siasa vinapewa ruzuku na serikali hii kwa sababu vinafanya public duty, na TLS inafanya public duty. Kwa hiyo serikali sasa ione ni wakati kwamba ile huduma ya legal aid, namna ya kuitanua ni kuiwezesha TLS kupata fungu kwa ajili hiyo. Mgeni rasmi, ili mawakili kujikimu kwenye dogo brief nimelieleza. Mheshimiwa mgeni rasmi, swala lingine ni utawala bora na utawala wa sheria. Jina la wizara yako kabisa hili mheshimiwa. Huu ndio msingi wa demokrasia. TLS inashauri kwamba kwa kuzingatia hali halisi ya utendaji wa vyombo vyetu vya utoaji haki, hususan jeshi la polisi, na kwa kuzingatia mazingira ya kiusalama kwa raia na kukithiri kwa vitendo vya utekaji na kupotezwa kwa wananchi, pamoja na kushamiri kwa desturi ya kuwa na vitu vinavyoitwa vikosi kazi, task force, katika jeshi la polisi, ambavyo vimekuwa vikilalamikiwa kwa ukiukwaji mkubwa wa sheria, TLS inatoa rai kwamba ni wakati mwafaka sasa kwa serikali kuona umuhimu wa kuunda chombo maalum cha kisheria kitakachosimamia na kuangalia namna ambavyo wananchi wanatendewa haki na hizi law enforcement agencies. Aidha, kwa hatua za dharura, serikali iboreshe nguvu, uwezo, uhuru na ufanisi wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, kuifanya iwe na mamlaka kamili, ijitegemee. Kwa sasa ile tume ukiangalia kwa sheria yake, kuna sehemu inaruhusiwa kukaa kama tribunal, kuna sehemu inatakiwa ishtaki kwa niaba ya wananchi, lakini ikitaka kushtaki inaenda kuomba wanasheria tena kule serikalini kwa mtu anapolalamikiwa. Sasa maana yake ni kwamba amepewa mpira, jezi, lakini kanyang'anywa uwanja wa kuchezea. Napenda kuchukua fursa hii kukushukuru kwa kuheshimu wito wetu na kuwa mgeni rasmi katika mkutano huu wa mwaka 2025. Uwepo wako ni ishara ya kuthamini mchango wa wanasheria katika kujenga taifa lenye misingi ya haki, demokrasia na maendeleo. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, kipekee natambua mchango wako na utayari wako, na ni mmoja wa mawaziri ambaye uliomba kwamba naomba na najisikia kuja kuwasalimia TLS ofisini kwenu, na kweli ukaja. Tunashukuru sana Mheshimiwa Waziri. Tunakuahidi kama tulivyoongea kwamba kuhusu masuala ya utawala bora ambayo yanaangukia kwenye eneo lako, tuna maeneo mengi ambayo TLS kwa mandate yetu na wizara yako tukiwa pamoja tunaweza tukalisaidia taifa letu kulifanya kuwa mahala bora na salama pa kuishi kwa kila mmoja. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkutano wetu unaongozwa na kauli mbiu isemayo uchaguzi na utawala wa sheria, wito wa uangalizi wa kisheria na uwajibikaji katika mfumo wa uchaguzi Tanzania. Kauli mbiu hii inasisitiza umuhimu wa kuhakikisha kuwa misingi ya utawala wa sheria inazingatiwa katika kila hatua ya mchakato wa uchaguzi, kuanzia maandalizi, upigaji kura hadi utoaji wa matokeo. Inatufanya tutafakari wajibu wetu kama wanasheria na viongozi wa kitaaluma katika kulinda haki za wananchi, kudumisha amani na kuimarisha demokrasia. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, mtu anapotusikia TLS tukizungumza kuhusu hili,
tunazungumza katika maeneo hayo. Nia yetu ni kulinda haki za wananchi, kudumisha amani na kuimarisha demokrasia. Katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, tunakumbusha kuwa uangalizi wa kisheria si hiari bali ni wajibu, na uwajibikaji ni msingi wa uongozi bora. TLS inaamini kuwa kwa kushirikiana na serikali, mahakama, tume huru ya uchaguzi, vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na wananchi, tutaweza kuhakikisha uchaguzi wa haki, huru na wa kuaminika. Hoja yetu TLS ni kwamba zoezi la uchaguzi sio zoezi la kivita, ni zoezi la kidemokrasia. Lina sehemu zote mbili, qualitative na quantitative, zifanyike kwa uwajibikaji. Na pale ambapo tunafikiri hapako sawa, lazima tukutane kuzungumza, kwa sababu hatutakiwi kusubiri kupigana, hatuna mtu wa kumpiga, wala hatutakiwi kusubiri kuuana, hatuna wa kuua. Ndio maana siku moja nilimwambia mtu mmoja katika mchakato wa kidemokrasia, huwa mimi najisikia kuugua nikimwona mtu kwenye eneo la uchaguzi au la mchakato wa uchaguzi anabeba silaha. Pale tunahitaji kalamu, bango la kampeni na mwananchi mwenye kikombe cha kahawa anapotaka kukuajiri. Maana watu wanaomba ajira. Kwa hiyo huwezi kwenda kuomba ajira na upanga mkononi, utaukosa, hata utaruhusiwa kuingia kwenye chumba. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia kauli mbiu hii inaakisi dhamira ya TLS kuhakikisha kuwa uchaguzi unaendeshwa kwa misingi ya kisheria, haki, uwazi na uwajibikaji. Tunatambua kuwa wanasheria wanao wajibu wa kipekee katika kulinda haki za wananchi na kutetea misingi ya katiba yetu, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi. Na tunatambua wajibu mkubwa na dhamana kubwa ya wizara yako, Mheshimiwa Waziri, kuhakikisha kwamba kila mmoja anaelewa wajibu huu, kwamba Watanzania wanahitaji upendo, wanahitaji haki, wanahitaji kuona thamani ya kura yao, hawahitaji kuona jambo lingine lolote. Kwa hiyo wanapokuwa na jambo lolote, lazima tuweke taratibu nzuri zilizo ndani ya sheria kuhakikisha kila linalofanyika kwa haki na kutoa nafasi ya wananchi kuchagua kiongozi wanayemtaka. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mujibu wa kifungu cha 4 cha sheria ya Chama cha Sheria Tanganyika Law Society Act Cap 307, TLS ina wajibu wa kulinda utawala wa sheria, kukuza heshima kwa haki za binadamu, kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi na kushirikiana na serikali katika masuala ya kisheria yanayolenga ustawi wa jamii. TLS imekuwa ikitekeleza majukumu haya kupitia shughuli mbalimbali, ikiwemo kutoa elimu kwa umma, mafunzo kwa wanasheria na ushawishi wa sera, urajibishi au kutoa huduma za kisheria kama ambazo tumekuwa tukizitoa kwa kushirikiana na Wizara ya Katiba kwa jina la Mama Samia Legal Aid. Mheshimiwa Waziri, napenda kulisema hili ili watu waelewe. TLS ina roli ya shangazi. Kwa hiyo kuna wakati inakusema, ukinuna unune, ila shangazi atasema, atakemea, atafinya kidogo, ila mwisho wa siku shangazi hakuchukii. Hata wakati unaondoka atakupa kibuyu cha maziwa. Ni upendo. Kwa hiyo tunapotekeleza wajibu wetu, watu watuvumilie, kwa sababu hatuna maslahi binafsi isipokuwa ulinzi wa taifa letu. Tunatekeleza wajibu wetu kwa uadilifu, kwa upendo na kwa utii kwa mamlaka zote zilizoko katika taifa. Kwa hiyo chochote tunachofanya is not on content but on supplement, ili tuhakikishe tuna utawala wa sheria wenye kuwajibika, wenye hofu ya Mungu, wenye utu, lakini unaozingatia maslahi ya wananchi na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika utekelezaji wajibu huu, TLS ni miongoni mwa wadau wakuu
tunaoshiriki katika huduma za msaada wa kisheria kwa kushirikiana na serikali kupitia Wizara ya Katiba na Sheria. Katika taifa lolote ni utabirifu na uimara wa mifumo yake ya kikatiba, kisera, kisheria na utatuzi wa migogoro. Tunatambua na kushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuiwezesha TLS kimiundombinu. Tuko kwenye mchakato wa kuboresha hilo eneo. Tunashukuru sana kwa mchango huo ambao tunaupata kupitia Wizara ya Katiba na Sheria. Ni jambo jema, na bado tutaendelea kupokea misaada kutoka kwa wadau wengine, na tunakaribisha ili tuweze kudigitalize mifumo yetu. Kwa mfano, maelezo yote ya msingi. Kwa nini mwananchi akiingia kwenye website ya TLS asipate majibu ya AAU za kisheria? Ajue ana wajibu wa kwenda mahakamani. Juzi nimeona watu wanaenda mahakamani, imekuwa zoezi la kivita. Tunaona akina Amita Bachani za Umenda, nani wako kule wanaruka frankiki kuzuia watu wasiende mahakamani. Kwenda mahakamani ni haki. Watu waende wakasikie, wakaone haki kitendeka. Lakini tutumie mifumo ya kidijitali vile vile kuwawezesha wananchi kupata material za kutosha, ili kwa sababu ile kujua tu sheria za msingi zinasemaje ni ushindi tosha wa mwananchi kuweza kujitetea au kujieleza pale anapokabiliwa na changamoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili kuwezesha uendeshaji wa shughuli za msaada wa kisheria, mafunzo na uangalizi mwenendo wa haki katika kanda zote nchini, TLS inaleta ombi kwa serikali. TLS ina kanda 7. Huduma za kisheria zinakwenda nje kwa maeneo yaliyoko pembezoni ambayo magari mengi yanayotumika na mawakili hayawezi kufika. Tulikuwa tunaomba serikali ione umuhimu wa kuipatia TLS magari 7 kwa ajili ya hizo kanda, ili kutekeleza wajibu wa legal aid kwa watu walioko pembezoni.